Ukiangalia sisi tunatafuta riziki kwa siku. Kwa ile kusimamishwa ndani ya siku 4 siku 5 imetuathiri pakubwa sana. Aidha mkuu wa mkoa atangaze kwamba watu watoke kwa wingi waendelee na shughuli kwa sababu bado watu wanauoga. Kiufupi ni kwamba tumeathirika. Haya masuala hatujazoea, sio Tanzania ni watu ambao ni amani. Kwenye hili limetuathiri pakubwa sana kwa sababu watu kujipanga. Ukiangalia sisi tunatafuta riziki kwa siku. Kwa ile kusimamishwa ndani ya siku 4 siku 5 imetuathiri pakubwa sana. Lakini kuhusu usafiri kwa hapa Tukuyu na Tukuyu, Mbeya na Tukuyu, usafiri unaendelea kama kawaida, lakini kuanzia walipofungua kwamba saizi kama mtu aendelee na shughuli zake. Kiela wakati na wasiliana na mkuu wa wilaya Kiela, alichotoa taarifa sema kwangu bado hakujakaa sawa. Kwa hiyo alitupa muda kwamba mtakuwa mnapakia kuanzia saa 2 hadi saa 10 mwisho. Lakini nikaendelea kumuomba kufikia jana akanipa jibu kwamba kuanzia saa hizi tutapakia saa 1 mpaka saa 12. Ambao sisi kibiashara inatuathiri. Kwa sababu hata saa hizi ukienda pale Tukuyu gari zimerundamana sana. Hata abiria wa Kiela wanaathirika kwa sababu wanafika pale anamwambia Kiela mwisho saa 12 kwa uwezi ukashuka. Kwa hiyo imetuletea changamoto sana. Kiela ndo hamna usafiri wa bodaboda na muda waliofika kwamba ile saa 12 kishafunga kidogo abiria ndo wanapata changamoto sana. Kwa sababu hataki mtu kuonekana barabarani, lakini utakapompeleka pale kishuka inakuwa changamoto sahihi kwamba atafikaje na kuelekea kwa sababu abiria mara nyingi hawaishi stand. Abiria anaenda vijijini. Kwa hiyo atakapata usafiri mwingine wa kumsogeza hapa anapoenda nyumbani kwake. Hii kasheshe iliyotokea kutoka kwenye uchaguzi mpaka sasa hivi kuna tofauti kidogo. Kuna watu bado wana uoga wa kusafiri, kuna watu bado wanasafiri kwa sababu wana mahitaji mbalimbali. Kwa bado movement haijawa already, haijawa sawa. Ili movement ziwe nyingi manake watawala aidha mkuu wa mkoa atangaze kwamba watu watoke kwa wingi waendelee na shughuli kwa sababu bado watu wanauoga. Mimi kama mimi hapa katika maisha yangu nategemea ni barabarani. Kwa hapo katikati magari yalikuwa ni changamoto kidogo katika usafirishaji. Ila namshukuru Mungu kwa sasa hivi tumesharejea. Ila bado watu bado wanauoga barabarani hawapo. Kwa hiyo ninachomshukuru Mungu kwa sasa hivi tuko barabarani. Kazi zinaendelea kama kawaida. Wa mkoa wa Songwe, Mbeya, Tunduma. Siku ambazo magari yalikuwa hayaingii tuliathirika, lakini kwa sasa magari yamerudi, afu tunaendelea na shughuli zetu, mambo yanaenda vizuri kwa kweli. La kusema ni kwamba tunaomba amani izidi kutawala, magari yazidi kuingia na kutoka.